Katika video hii ya leo nataka nikuonyeshe au nikaelezee jinsi ya kuweza kusajili kampuni katika mfumo huu wa BRELA. Na kama tunavyojua kwamba BRELA ni system au ni agents ambao wanahusiana na masuala ya business registration and licensing agents. Kwa hiyo ukitaka kusajili kampuni yako, ukitaka kusajili biashara yako, utakuja katika sehemu hii ya BRELA. Ndipo sehemu ambapo utaweza kusajili biashara, kampuni, business name au logo. Chochote ambacho unataka kusajili lazima uisajili kupitia online registration system ya BRELA ili kuweza kupata cheti chako au kupata leseni ya biashara yako. Kwa sasa mimi nataka nikakuonyeshe namna ya kuweza kufanya registration katika system hii ili uweze kusajili kampuni yako. Linki ya brela.org nitakuwa nimekuwekea katika sehemu ya description ya video hii. Kwa utagusa linki hiyo ili uweze kupata website ambayo ni ya uhakika, ambayo ni hii ya online registration system ya BRELA, ambayo ni official website. Link yake nimekuwekea katika sehemu ya description. Kwa watu wa kwanza nitakuonyesha namna ya kuweza kutengeneza account yako. Baada ya pale login na nitakuonyesha namna ambavyo unaweza ukasajili kampuni yako au jina la biashara. Tazama video hii mwanzo hadi mwisho. Kwa hatua ya kwanza ukigusa link hiyo ambayo nimekuwekea katika sehemu ya description itafunguka namna hii. Na baada ya hapa sasa utascroll down kidogo namna hii. Scroll down utaweza kuona mode of payment for e-service. Kuna njia ya malipo ni Tigo Pesa au M-Pesa, lakini unaweza pia ukalipa kupitia CRDB Bank au NMB Bank. Kwa ukishuka chini kuna sehemu utaona hapa ya create ORS account, e-service for registered users. Kwa kama tayari umeshajisajili utakuja katika sehemu hii ya e-service for registered users alafu utalogin. Lakini kama bado hujajisajili utakuja katika sehemu hii ya kwanza ya create ORS account, utabonyeza katika sehemu hiyo ili uweze sasa kufungua au kutengeneza akaunti yako. Kama unavyoona hapa sehemu ya kwanza kama inavyoonekana hapa utajaza nationality. Nationality ni nchi yako, kwa hiyo utachagua nchi yako. Kama ni Tanzania, kama ni Kenya, kama ni nini utaandika hapo. Kwa mfano utajaza hiyo Tanzania. Baada ya hapo utashuka chini katika sehemu hii ya date of birth. Sehemu hiyo utaweka jina tarehe yako ya kuzaliwa. Baada ya kuingiza tarehe ya kuzaliwa utakuja hapa chini utaweka national ID, utaingiza namba zako za NIDA katika kiboksi hichi. Hapo utaweka namba zako za NIDA. Baada ya kuweka namba za NIDA utabonyeza hii sehemu ya mbele iliyoandikwa load from NIDA. Utaload hapa, ushaweka tu namba utaload yenyewe, italeta taarifa zingine zote kama first name, middle name, last name, italeta gender. Alafu utashuka chini kidogo utajaza mobile number. Utaingiza namba zako za simu katika sehemu hiyo ya mobile number. Na chini yake utaweka email address yako. Alafu baada ya hapo utatengeneza password, lakini hakikisha password iwe na character isiyozidi 6, lakini pia uwe na special character kama jinsi ambavyo zimeonyeshwa hapo. Unaweza ukawa na special character kwenye password yako, ni lazima. Alafu baada ya hapo utairepeat password hapo chini, then utaziandika hizi kodi ambazo utazikuta hapo. Sio lazima zije hivi, lakini kuna kodi ambazo zitaonekana namna hiyo katika sehemu hiyo. Utaziandika hapa chini kwenye enter text above. Kwa hiyo text iliyoko hapo juu hizo hapo 9Z268 utazijaza katika kiboksi hicho. Baada ya hapo kuna privacy and liability. Utabonyeza hapa I agree with privacy and liability terms acceptance agreement. Utabonyeza sehemu hiyo, na ukishabonyeza hapo utabonyeza neno submit. Kwa hiyo hapo utakuwa tayari umekamilisha kufanya usajili katika mfumo wa online registration system wa BRELA. Kwa baada ya kufanya hivyo sasa ushakamilisha usajili, utaenda kulogin. Mimi nitakwenda kulogin, then nitakuonyesha ni namna gani ya kuweza kutumia mfumo huo. Kaa pamoja nami usikose hata sekunde moja ya video hii. Ukija katika sehemu ya kulogin kama jinsi ambavyo unavyoona hapa. Kwa mimi ninachotakiwa hapa sasa kufanya ni kuweza kulogin. Mimi nitasign in, utaingiza kwenye kulogin, utaweka username yako pamoja na password. Sasa ukishaweka username yako pamoja na password, kuweza kulogin ndani utaweza kuona kitu cha namna hii. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, bonyeza kwenye new e-service. Utabonyeza katika kibox hicho cha new e-service.
utabonyeza katika kiboksi hichi cha new e-service. Baada ya kubonyeza kiboksi hicho cha new e-service, utaweza sasa kuona hapa kama unavyoona kuna company, kuna business name, kuna industrial license, kuna trade and service mark, alafu kuna patent. Sasa wewe pale utachagua kile ambacho wewe unakitaka, afu kuna information service. Kwa cha kwanza, kama unataka kusajili kampuni, utakuja kwenye sehemu hii ya company. Kama unataka kusajili jina la biashara, utakuja katika sehemu hii ya business name. Kama unataka kusajili industrial license, utakuja katika sehemu hii ya industrial license. Kama unataka kusajili alama za biashara kama logo na alama zingine, utakuja hapo, afu patent na information service. Kwa hiyo utaangalia huduma yako ambayo unaitaka hapo. Sasa mimi nitakwenda kuelezea namna ya kuweza kusajili kampuni. Namna ya kuweza kusajili kampuni. Kwa hiyo nitafungua hapa kwenye company. Nitafungua hapo alafu nitasubiri kidogo. Kwa hiyo kama unavyoona hapa sasa, kama unataka kusajili kampuni hapo utachagua service type, company name reservation, registration of a new company, change of particulars of company. Sasa hapa tunachofanya ni kuregister kampuni mpya, utabonyeza registration of a new company. This service is dedicated to apply for registration of a new foreign or local company. All particulars of the company should be filled in by applicant. Okay, kwa hiyo utatakiwa kujaza. Baada ya kuchagua hapo, utabonyeza hapa juu neno proceed. Unaona? Utabonyeza neno proceed hapa mbele. Mtandao kidogo upo chini. Hapa utachagua tena company type, utachagua aina ya kampuni ambayo unataka kusajili, kama ni foreign company, private company or limited by guarantee, private company limited by share, public company limited by share, unlimited private company. Kwa sasa kama kampuni yako itakuwa na jina limited, okay, utachagua aina ya kampuni ambayo unataka kusajili. Mara nyingi jina la kampuni lazima iwe na limited. Kwa sasa hapa kama ni private company, kama kampuni yako ni private, basi utabonyeza hapo kwenye private limited company, alafu baada ya hapo utabonyeza neno proceed tena ili tuweze kuendelea hatua inayofuata mbele. Video hii itaendelea katika hatua zinazofuata.